Basi karibu katika shule ya Biblia ya leo Jumapili tarehe 20 Juni mwaka 2021. Tumesomewa sehemu ya mwisho ya mlango wa 19 wa kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana mlango wa 19 na kuanzia mlango wa 18 tumeona na tumekuwa tunasoma ni kwa habari ya mateso ya Kristo. Na sehemu ambayo tupo kwa leo ni kwa habari ya kuuawa kwake. Alishateswa siku ya kutosha. Sasa yuko kwenye hatua ya mwisho ya kusalimu amri, kusalimu roho yake na kuuawa na kuzikwa. Tutaona vipengele viko vinne vilivyobaki kwenye mlango wa 19. Kama tutaweza kuvimaliza vyote vinne basi itakuwa vizuri. Kama hatutaweza, yamkini tutaendelea tena wiki ya 4 ndani ya mlango wa 19. Kwa hiyo leo ni wiki ya 3 ndani ya mlango wa 19. Kipengele cha kwanza tutakachokiona, tutaona vipengele vinne, labda nivipitie kwa ufupi ili kusudi baadaye tuvipitie kwa urefu zaidi. Kipengele cha kwanza tutaona ulimwengu wenye tabia ya kung'ata na kupuliza. Tutaona ulimwengu au walimwengu au wanadamu wenye tabia ya kung'ata na kupuliza. Yaani kufanya kwa nje akafanya jambo jema lakini nyuma akawa na jambo baya. Limo huko. Tutaona litatokana na watu wako wanamtesa Yesu lakini bado wanampa kama kinywaji. Yaani wanamuua lakini wanamnywesha pia. Huko ndiko kung'ata na kupuliza. Kwa hiyo tutaliona hilo na ni tabia ya walimwengu. Ni tabia ya mwanadamu na lengo la kujifunza maneno kama haya ni kujua kwamba hilo tatizo lipo, hilo kosa lipo, basi tuliepuke tuwe wa kweli. Ukimaanisha umaanishe. Lakini tutaona hoja nyingine ya msingi, hiyo inahitaji Jumapili ya kujitegemea lakini tutaigusa tu kulingana na maandiko yaliyopo kwa ufupi ili kusudi tu ikae kwenye ufahamu wetu, inayohusu kwamba Yesu hakufa siku ya inayoitwa Ijumaa Kuu. Yaani hakufa siku moja katikati kukawa kuna Jumamosi akafufuka Jumapili. Hapana, alikaa kaburini siku 3 mchana na usiku tutaona. Kwa hiyo hiyo Ijumaa Kuu pia ni mafundisho ya mwanadamu. Tutaliona na liko katika sura ya leo. Lakini tutaona pia kwamba Yesu Kristo hakuvunjwa miguu ukiwa ni utimilifu wa unabii. Wenzake walikuwa wamesulubiwa nayo wale wawili walivunjwa miguu, wote walivunjwa miguu. Na tumesoma pia, lakini tutayapitia tena. Ukiwa ni utimilifu wa unabii kwamba Yesu Kristo alikuwa ni kama kondoo wa Pasaka. Tutaona katika utendaji wa Pasaka, kwa sababu Pasaka ilikuwepo tangia ukombozi kutoka Misri. Habari za Pasaka zinaanza kuonekana katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Tutaona kondoo yule alikuwa au mbuzi alikuwa havunjwi, ni tofauti na ambavyo unaweza kuchinja mnyama ukakata kipande labda ukatoa mkono ukapeleka kwa mtapana. Alikuwa analiwa akiwa mzima, alikuwa hataki kuvunjwa miguu. Na Yesu Kristo hakuvunjwa miguu, kikiwa ni uthibitisho wa kiunabii wa kutosha kabisa kwamba alikuwa anafanya kazi ya kondoo wa Pasaka. Liko wazi. Tutaliona kwenye maandiko ilivyokuwa inafanyika zamani na ilivyofanyika wakati wa Yesu Kristo. Sisi wenyewe tutaamua ule ukweli kuelewa. Na mwisho kama tutaweza, unaona ni mambo mazito. Sijui kama tutaweza lakini yamkini Mungu atatuwezesha tuweze kumaliza. Ningetamani tumalize mlango wa 19 leo. Lakini tutakuwa na hoja nyingine nzito kiasi, sio kubwa sana. Ambayo inaongelea habari za wanafunzi wa siri wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anakuwa na wanafunzi, wanamkubali, wanapenda kina Nikodemo, kina Yusufu, lakini wako nyuma wamejificha, wanakuja kutokeza wakati fulani. Leo hii ndivyo ilivyo. Kristo kuna watu wanaamini katika injili ya kweli, katika Kristo wa kweli lakini ni kwa njia ya siri, wanaogopa. Wanaogopa. Kwa hiyo tutaona hivyo vipengele vinne vyote vikitoka katika maandiko yale. Tuende katika kile kipengele cha kwanza. Walimwengu, sehemu ya kwanza inasema, na nikasema labda tukifanye kama ndicho kichwa cha somo la leo. Walimwengu au wanadamu wenye tabia ya kung'ata na kupuliza. Tusome kuanzia mstari wa 28 mpaka wa 30. Anasema, baada ya hapo Yohana 19:28. Baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe akasema anaona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo. Sifongo ni kama godoro hivi, ni kitu kenye kuweza kunyonya maji. Wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo
wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha, akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Maana yake akafariki dunia. Tunaona kwamba wako wanamuua lakini pia wako wanamnywesha. Twende katika kitabu cha Marko. Twende katika kitabu cha Marko mlango twende haraka kidogo, sio tunatamani tumalize huo mlango huu. Twende katika kitabu cha Marko mlango wa 15 mstari ule wa 22. Marko 15:22 Biblia inasema tuanzie mstari wa 21 anasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani Simoni Mkrene baba yao Iskanda na Rufo ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgota, yaani fuvu la kichwa. Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane na asiipokee. Wakampa mvinyo ulio na manemane asiipokee. Tunaona wanafika wameshaanza kumshurubisha, wanafika baadaye tutakuja kuona ni hao watu ni historia, lakini katika maisha ya leo ndivyo tunavyoishi. Kwa hiyo hatusomi historia, tunasoma kama historia lakini tunaangalia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa tunaona wamemfikisha sio hata katika ile hatua aliyosema anaona kiu. Hapana, ile wanafika tu wakaanza kumpa kinywaji. Wanajiandaa kwanza kumpiga, kumuua, kumpiga, kumchoma mkuki, lakini wanaanza kwa kumpa kinywaji. Wanampa mvinyo. Wanampa pombe iliyojaa yenye manemane. Ukisoma katika Mathayo 27 kwa ajili tu ya muda ili kusudi tuelewe nini kilitokea pale. Mathayo kitabu cha Mathayo mlango wa 27 tuone hoja tunayoangalia ni ile kwamba tabia yetu wanadamu ya kung'ata na kupuliza. Tunataka kufanya jambo baya lakini umomo tunataka kufanya na kawema fulani. Vivyo ndivyo na injili zilivyo. Injili za leo lengo lake anataka akusanye fedha, ajitajirishe, afanye nini? Lakini humo kuna vitu vingine vile vitatu atakuwa anavifanya. Ya kufanya labda anashauri watu anafanya nini? Lakini lengo kubwa ni yeye mwenyewe. Hawa watu lengo ni kumuua, lakini wanampa na wanamhudumia humo katikati. Kitu ambacho sio sahihi. Mlango ule wa 27 Mathayo 33 anasema. Mathayo 33 anasema na walipofika mahali paitwapo Golgota, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganywa na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kuinywa. Kwa hiyo wanamfikisha tu pale wanaanza kumpa kinywaji. Sio ile hatua ya mwisho waliompa siki. Walikuwa yani wanataka kumnywesha tu mara nyingi pale. Leo hii ndivyo dunia ilivyo. Leo hii wataalamu wa dunia wanaenda wanatengeneza magonjwa ya kuua wanadamu. Tengeneza makorona. Mdudu wa corona mimi nilimsoma miaka kama 20 na kitu iliyopita. Hakuwa huyu tunayemuona leo. Huyu ametengenezwa. Naweza nikasema kwa uthibitisho kabisa. Wanatengeneza magonjwa kama ukimwi, baada ya hapo wanatengeneza na dawa. Wanakuambia tunakupa na chanjo kabisa. Kwa hiyo lengo kabisa ni kuharibu, lakini huko katikati wanafanya na vitu vingine vizuri. Na wanaweza hata kabisa wakaleta na msaada. Kwa hiyo hawa watu lengo ni kumuua Kristo, lakini wanafanya vitu vingine vizuri. Huo ni matendo ya kinafiki kimsingi. Ni matendo ya kinafiki. Leo hii kuna mashirika mengi sana ya Ulaya. Yanakuja Afrika yanawaleta. Hao ndio walioitesa Afrika. Ndio waliowapeleka wakawafanya watumwa. Ndio wanaowaletea magonjwa, ndio wanawauzia silaha, ndio wanaua. Afrika inapigana sasa hivi kidogo vita vimepungua kwenye uso wa bara la Afrika. Lakini hao ndo wanakuja sasa wanakuletea na misaada ya chakula, wanakuletea shirika la wakimbizi na nini. Wakati vita na silaha zimetokea hapo. Ni jambo la ajabu sana. Ndiyo tabia ya wanadamu. Unaweza kusema sasa unayasema iweje? Kwa sababu kwanza yako kwenye Biblia, lakini pia Mungu anatutaka tujifunze, tusiwe kama hao. Na ujumbe tunaweza kupata moja kwa moja katika kipengele kinini? Kwamba tuwe wa kweli. Kama ukiamua kumtendea mtu jambo jema,
mtendee lililo jema. Umeona umtendee jambo baya, kwanza ni vizuri ufikirie kuliacha kwa sababu ubaya hauna faida moja kwa moja. Lakini tusiwe na tabia za kuchanganya. Unakuta watu ni marafiki wazuri kabisa, yuko tayari kumsaidia lakini anamsengenya mwenzake, ndio sio? Unakuwa na mtu kabisa ni rafiki yako, unakuja baadaye unakutana na unakanyaga maneno yake. Lakini ukiwa hospitali anakuja na kuona anakusaidia vizuri kabisa. Ukiwa kwenye matatizo anakusaidia. Sasa hiyo ni kwa kiasi ni tabia za kibinadamu, lakini tukisha soma maneno kama haya, kwa nini basi tusijifunze kuwa bora zaidi, kuepuka haya, kuwa bora zaidi na kuepuka hayo. Na twende katika kitabu cha Zaburi, tutakuja katika hoja hiyo tena kwa ufupi. Zaburi mlango ule wa 69. Biblia inasema Zaburi 69 mstari wa 20 na 21. Zaburi 69 20 na 21 nasema laumu imeuvunja moyo nami naugua sana. Nikangoja aje wa kunihurumia wala hakuna, na wa kunifariji wala sikumwona mtu. Wakanipa nyongo, sehemu hapa ameandika uchungu, nyongo ndio uchungu, kuwa chakula changu, nami nilipokuwa na kiu wakaninywesha siki. Haya maneno yanatimia katika mlango huu, hayatimii katika mlango. Timia exactly. Aliyaona ni Daudi akinena katika roho, akiwa ananena habari za Kristo miaka 1000 baadaye. Leo hii unaweza ukakaa ukafikiri labda Mungu haangalii, Mungu hahusiki. Labda nikitenda jambo jema kama vile Mungu hajibu. Hapana. Mungu anaweza akaja katimiza jambo miaka 1000 baadaye. Ndio kusema sasa litakuwa na faida gani? Kwa sababu ni kwenye mpango wa Mungu mwenye kujua yote, mwenye kuweza yote, basi anapoamua kuyatimiza itakuwa ni kwa faida yako na kwa faida ya utimilifu wa kazi yake. Kwa hiyo tunaona Daudi anaona mambo miaka 1000 kabla. Nadhani walipokuwa wakisikia hizo nyimbo wanazimba nyimbo za Daudi, walifikiri tu ni vitu havipo, lakini vinakuja kutimia siku ya Kristo kuteswa msalabani. Anasema nilipoona kiu wakaninywesha siki, anasema wakanipa nyongo kuwa chakula changu. Na lengo la ile siki na walianza kwanza wakampa mchanganyiko wa mvinyo na kitu kingine. Sehemu nyingine wanasema manemane, sehemu nyingine wanasema nyongo. Hizo ni kemikali. Hizo kemikali mpaka leo bado tunazitumia. Zinakuwa zinatumika mpaka leo kwenye hospitali. Kwa mfano mvinyo ambao ndio unatengenezwa na kitu kinaitwa alcohol ndio unaotumika mtu akipata kidonda. Akipata kidonda unatumika kama kusafisha. Ni disinfectant. Lakini pia hivyo vitu mtu akinywa pombe huwa kuna namna fulani maumivu kama yanapungua au hofu. Kwa hiyo wamemfikisha tu Golgotha haraka sana, wanajiandaa kumuua, wanaona ngoja tujaribu kumpunguzia maumivu. Sasa huo ndio unafiki. Kama umeamua kumuua si umuue. Lakini wanafika pale wanataka kumnywesha vitu ili kusudi kama alewelewe, kama apoteze labda kama fahamu na nini ili kusudi wamuue kirahisi. Lakini yeye alipoonja akaikataa. Hakuinywa. Hakuinywa, tumeona kwamba hakuinywa. Hakunywa ile nyongo ile na ile mvinyo, ule mchanganyiko wa manemane nyongo na nini vile. Hakuinywa. Unajua kwa nini? Yesu Kristo alitaka akamilishe kazi yake ya ukombozi. Hakutaka aonekane ameuawa msalabani lakini hakupata yale maumivu. Alitaka apitie njia yote. Kweli vile vitu vilikuwa vinatumika kama tiba, kwa mfano kama mtu yuko anatahiliwa, ni kama kaputi siku hizi, vitu vya kumpunguza mtu asipate maumivu wakati unamfanyia
procedure ya kumletea maumivu fulani. Kwa hiyo wanataka kumuua afanye ukombozi lakini ni kama asipitie yale machungu. Yesu akakataa. Unajua maana yake ni nini? Maana yake pia ipo katika maisha yetu ya kila siku. Leo hii Mungu alimuumba mwanadamu. Mwanadamu azaliwe na mwanamke. Na Mungu akasema katika kuzaa kutakuwa na uchungu. Leo hii wanawake wanajifungua wakiwa hawataki kusikia uchungu, anakuambia nataka mnipige kaputi. Kama hakuna jambo linalotokea hivi kwa bahati mbaya. Mungu alisema hapana, nyinyi huu taratibu utapitia katika hali ya uchungu, na Mungu akausema kwa makusudi kwa kinywa chake. Mimi siwezi ngajua kwa nini Mungu alifanya hivi. Lakini ukisoma pale Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 16 alikuwa anaitoa kama adhabu. Mwanadamu anasema hapana, mimi siitaki, nataka kabla ya kujifungua mnichane mtoe mtoto, sitaki kusikia ile maumivu. Sasa hivi zaidi ya nusu sasa hivi tunaelekea kwa mjini. Zaidi ya nusu ya watoto hawazali kwa utaratibu ule wa kimungu. Kesho unashokutwa mtoto akifika miaka 10 na kitu kwa kuta hapumui vizuri, hana mifupa iliyo imara, hana nini. Ni kwa sababu hakuzaliwa katika mpango ambao Mungu aliupanga. Kabisa. Ndio taswira inayokuja pale. Hebu twende tusogee mbele kidogo. Leo hii kabla ya kwenda huko twende katika nyumba za kina baba. Kina baba katika nyumba zao. Katika historia ya neno la Mungu. Mwanaume alikuwa ni kama mbeba maumivu yote ndani ya nyumba yake. Kukija wagomvi, kukija wenye kudai, kukija wenye kuleta hatari, kukija majambazi usiku, mwanaume ndiye alikuwa anatakiwa aende mbele. Lakini sasa hivi wanaume hawafanyi hivyo. Akiona tatizo anasema mkae mtangulia nenda kaangalia hali ikoje. Hayuko tayari kupata maumivu katika hii taswira ya Kristo. Okay, unasema sasa ni unajua injili ya kweli lazima tuende hata katika mambo kama madogo kama hayo. Ukiangalia unaweza kufikiri mambo madogo lakini ndio sababu yanaweka katika Biblia, ndio application, ndio maana yake katika Mungu anatutaka ikibidi kupitia njia kwa makusudi ya ukamilifu basi tuifanye. Tusome Mathayo 27:45 mpaka 50 sitaenda pale. Ndipo yani walipofika walitaka kumnywesha mvinyo na nyongo. Wakamtesa, baadaye karibu anakufa akasema ninasikia kiu. Ndio wakataka sasa kumpa siki. Kwa hiyo wanataka kumnywesha sehemu mbili. Tunataka tujue kwamba hivi vitu viwili haviko sio vitu vya aina moja. Vilikuwa na ile ya kwanza walikuwa wanataka kama kumpunguzia maumivu. Hii ya pili ni kama wanataka tu ameshakauka, ameshafanya nini, ndio wakampa ile siki. Alipoonja kidogo akaweza hata kutoa ka sauti. Nafikiri atakuwa alikuwa ameshakauka sana, ameshapoteza maji. Basi akaweza kuaga, akasema na akasema baba ipokee roho yangu. Akaaga akafariki. Basi ni jambo jema kujua makusudi ya Mungu katika kila kipengele. Hem twende kipengele kinachofuata. Kipengele kingine hoja tunayoona inapatikana kuanzia mstari iko kwenye mstari mmoja tu, mstari wa 31. Yohana mlango wa 16 mstari wa 31. Tusome mstari wa 31 wa Yohana 19 anasema Yohana 19:31 anasema basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio. Kwa hiyo hapo amekufa sasa. Wamejaribu kumpa siki na nini, amesema baba uipokee roho yangu na nini, akafariki. Sasa wanaanza sasa kufanya maandalizi ya baada ya kifo chake. Baada ya kifo chake. Sasa tuangalia maandalizi yanatufundisha nini pale. Anasema mstari wa 31 basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio wanajiandaa kwa ajili ya sikukuu. Miili isikae juu ya msalaba siku ya Sabato. Kipengele tunachokiona hapa, naomba nisimalize mstari kwanza nikieleze. Tunaona kwamba Yesu Kristo hakufa siku ya Ijumaa, kwamba akafufuka Jumapili alfajiri. Maki alifufuka kabla ya kupambazuka. Kwa hiyo mchana wa Jumapili hauwezi kuhesabika kwa sababu walikuja ikiwa bado giza. Kwa hiyo alifufuka ndani ya usiku wa Jumamosi. Ule wa kuamkia Jumapili
alikuwa ameshatoka. Kwa hiyo tunaona kwamba tutaona kipengele kwamba Yesu Kristo hakufa siku ya Ijumaa. Na tutaeleza kwa nini Ijumaa imetengenezwa. Tutayasema tu. Unajua hakuna jambo lililofichwa ambalo halitafunuliwa. Biblia inasema kila jambo lililofichwa litafunuliwa. Biblia ni nuru, inafunua kila kitu. Hebu tuangalie ule mstari wa 31 tuone ujumbe wake. Sema basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya msalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe waondolewe. Hoja iko kwenye mstari mmoja tu. Tunaona ile Sabato ilikuwa sio Sabato ya kawaida. Anasema ilikuwa ni Sabato ambayo ni siku kubwa. Sabato ya kawaida ilikuwa ni kila Jumamosi. Ni kama ilivyo Jumapili. Huwezi kusema kwamba Jumapili kama ya leo ni siku kubwa. Ni siku tu ya kawaida. Lakini kuna Jumapili zinazoangukia siku ya Pasaka. Kwa mfano mwaka huu tulikuwa na Pasaka, nadhani kwa kitu kama tarehe 4. Mwezi wa 4. Ile ilikuwa ni Jumapili lakini haikuwa Jumapili ya kawaida. Ile ungeweza kuita ni Jumapili, ilikuwa ni Jumapili kubwa. Sasa ilikuwa na ufufuko ndani yake. Kwa hiyo tunaona hii Pasaka haikuwa Pasaka ya kawaida, ilikuwa anasema kwa ajili ya maandalizi ya haikuwa sio Pasaka samani. Amesema ni Sabato. Haikuwa Sabato ile inayorudia kila wiki Jumamosi. So hiyo huwezi kuita ni sikukuu kubwa. Soma tena anasema maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Haikuwa ya kawaida hiyo. Huwezi kuniambia kitu ambacho kila Jumapili kila wiki moja kinarudi kinajirudia. Unaweza kusema ni sikukuu kubwa hiyo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida. Sasa twende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 12 mstari wa 40. Huu mstari huwa napenda kwa mtu ambaye anapenda kujua mambo au kalili au kumbuke, ndio namna ya kuisoma Biblia. Mathayo 12:40 anasema hivi. Yesu Kristo anasema kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Yesu Kristo anasema kwa mahesabu yake, kwa kinywa chake akiwa hai, anasema kama vile ilitokea kwa Yona, na yeye kama yeye atakuwa kaburini kwa siku 3, kwa mchana 3 na kwa usiku 3. Kulingana na Kristo. Na huwezi ukapata sehemu nyingine ambapo Kristo yuko wazi na namna atakavyokufa. Anasema kama vile na mimi ndivyo itakavyokuwa, siku 3 mchana na usiku. Sasa twende haraka kwa mahesabu ya kawaida. Tukijua kwamba ile haikuwa Sabato ya kawaida, haikuwa Sabato ya Jumamosi. Kwa hiyo inawezekana ni Sabato nyingine. Na tutaona kuna Sabato nyingine zilikuwa kwenye Biblia nyingi tu. Siku zote za mapumziko ya kidini zilikuwa zinaitwa Sabato. Kwa hiyo kuna Sabato za Jumamosi na Sabato za katikati, kwa mfano sikukuu za kidini ambazo hazikuwa zinakuja Jumamosi, hata Jumatano, Jumatatu. Sasa tukijua kwamba ile Sabato haikuwa Sabato ya Jumamosi yamkini, au ilikuwa Jumamosi lakini sio ya kawaida, ilikuwa ni sikukuu. Sio ya kawaida. Na tukijua kwamba Yesu Kristo alisema kwamba atakuwa kaburini siku 3, kwa mchana na kwa usiku 3. Sasa tuanze kuhesabu. Amekufa Ijumaa jioni. Hata Ijumaa yenyewe tulihesabu kwamba ule mchana nao ni wakufa. Lakini hakuzikwa, alizikwa jioni giza kabla ya giza kuingia. Kwa hiyo hata Ijumaa mchana tunaweza tusihesabu kwa sababu hakuwa amezikwa ndani ya ile siku ya mchana. Siku pekee ambayo alikuwa kaburini ilikuwa ni siku ya Jumamosi mchana huu mmoja, kwa mahesabu ya Ijumaa jioni. Kwa mahesabu ya Ijumaa jioni. Na Jumapili tutaona kwenye ufufuko wake wakafika kaburini kukiwa bado giza. Hujaweza kuhesabu mchana ule. Kwa hiyo na Jumapili hatuihesabu. Kwa hiyo kulingana na Ijumaa kuu ya Wakristo Yesu Kristo alidanganya, alisema kwamba atakuwa kaburini siku 3 mchana na usiku, lakini alikaa siku moja tu. Kwa hiyo maana yake alitupunja. Ukombozi wake ulikuwa mfupi. Sio kweli. Yesu Kristo alisema mimi nitakuwa kaburini siku 3 mchana na usiku. Sasa je, Yesu alikufa siku gani basi? Hakufa Ijumaa kwa mahesabu haya. Na kama ni Ijumaa usiku wa Ijumaa, hata tungehesabu Ijumaa mchana. Ijumaa mchana na Jumamosi mchana. Kwa sababu Jumapili haipo, alikuwa ashafufuka. Kwa hiyo alikaa basi siku 2. Na hiyo hakuwa amezikwa. Kwa sababu alisema mimi nitakuwa kaburini. Alizikwa jioni. Kwa hiyo tunahesabu siku moja kimsingi ya mchana ya Jumamosi. Na vile vile sio kama tunaelewana tunayoongea hapa. Lazima tuelewe kwa nini utoke hapa ufanyiwe. Ndio sababu sisi kwa kweli hatusherehekee siku ya Ijumaa kuu. Haimo kwenye Biblia. Kwa nini usherehekee siku aliyotengeneza wanadamu?
Okay, tukiamua tukakusanyika siku ya ibada kama siku yote ile haina shida. Kwa sababu anasema anayeshika siku, lakini kwa nini basi nisishike hata Alhamisi yake? Kwa nini niende ile ambayo wameniwekea ambayo haimo kibiblia? Na nikishajua makusudi ya kuweka siku ambayo haimo, basi nitaiepuka basi angalau kwa kiasi kikubwa. Siku ambayo usiku ambao alikuwa ndani ya kaburi utakuwa ni Ijumaa usiku kwa hesabu zao. Usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi. Alafu ikawa Jumamosi na usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili. Na tutaona kwamba kimsingi Yesu Kristo alifufuka ule usiku uliotangulia Jumapili ambao tungeweza kusema ni usiku wa Jumamosi katikati tu hapo katikati. Yaani kimsingi inaonekana alifufuka saa za jioni. Kulingana na maandiko kusoma sehemu nyingine. Hem tuende katika kitabu cha Kutoka tuangalie kwa sababu alikuwa anaitimiza ile Pasaka. Ile Pasaka ya agano la alikuwa anaondoa agano la kale la wanyama la kuchinja na ndio tukaona kwamba ndio walikuwa wanachinja wanyama yeye akatoa na mwili wake. Kwa hiyo anaondoa ile Pasaka. Sasa na alikuwa anaitimiza, anasema nilikuwa nimekuja kuitimiza lakini katika mwili wangu. Hem tuangalie basi ilikuwa inafanyikaje kule nyuma na akaitimizaje basi. Hem tuende katika kitabu cha Mambo ya Walawi, tutaenda Walawi na Kutoka. Sitaenda kwa undani zaidi najua uwezo wetu wa Kristo kusoma maneno haya na kuyachambua huwa sio mrahisi sana lakini neema ya Mungu itakufunika utaelewa. Mlango wa 23 kitabu cha Mambo ya Walawi soma mstari wa 5 mpaka wa 8. Biblia inasema mlango wa 23 5 mpaka 8 inasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Ndio sababu Yesu Kristo alifanya chakula cha jioni na wanafunzi wake saa za jioni. Anasema ni mwezi wa kwanza wa mwaka wao ule ambao kimahesabu unakuja kama mwezi wa 4 hivi. Ile Pasaka ile tunayoisherehekea nishafanya uchunguzi kwa kweli ndio inaendana na Pasaka iliyokuwa inafanyika zamani. Kweli. Nimeshafanya uchunguzi na bado naendelea kujifunza. Lakini anasema mwezi wa kwanza ambao sio hii Januari sasa. Huu ni wa kalenda ya mtu anaitwa Justinian. Kalenda ya Gregory hii tunatumia inaanza Januari. Lakini mwaka wa kibiblia kwanza mwezi wa 4 wakati wa mvua zile za mwezi wa 4. Anasema mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo unaona kwamba hii haikuwa inaangukia siku ya Jumamosi au Jumatano au ilikuwa inaangukia mradi tu ni siku ya 14. Leo hii siku ya 14 ya mwezi inaweza kawa tarehe 14 inaweza kawa Jumatatu, inaweza kawa Jumatano, inaweza kawa Jumamosi. Yaani haina hapa hajataja siku. Hajasema kama iwe Jumatatu au Jumatano au Jumamosi, hapana. Amesema ni mradi mwezi umeanza, mnahesabu ikifika tarehe ya 14 ndio mnaanza kufanya Pasaka. Anaendelea na siku ya 15 ya mwezi ule ni sikukuu ya Bwana ya mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo kuna siku ya pili ya sikukuu. Siku ya kwanza ni Pasaka. Siku ya pili ni mikate isiyotiwa chachu. Ambayo walikuwa wanaisherehekea kwa muda wa wiki nzima. Lakini siku ya kwanza kule kusherehekea mikate isiyotiwa chachu, hiyo ni sheria ya Mungu alikuwa anawaambia. Ilitakiwa ifanywe sikukuu. Lakini siku zinazofuata walikuwa zinakuwa za kawaida. Isipokuwa walikuwa ni wiki tu maalum. Mikate isiyotiwa chachu muda wa siku 7. Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu. Hiyo ya mikate isiyotiwa chachu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Ukisikia Mungu anakuambia msifanye kazi yoyote, hiyo ndio maana ya Sabato. Siku ya Sabato ni kutokufanya kazi yoyote. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya pumziko. Lakini mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote na kadhalika. Twende katika Kutoka walipo sasa hapa yuko anawaelekeza namna ya kufanya Pasaka, lakini nilikuwa nataka kuonyesha kwamba siku ya Pasaka, siku ya kusanyiko haikuwa lazima iwe Jumamosi wala Ijumaa, ilikuwa tu inaangukia kipindi chochote kile mradi ni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza wa mwaka wao, mwaka wa kibiblia. Twende katika kitabu cha Kutoka na sitaenda sana kwa kweli. 12 Kutoka 12. Kwa hiyo ukitaka ya mambo yanapatikana Kutoka 12, mambo ya mlango wa 23. Kutoka 12 mstari ule wa 14. Biblia inasema na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana. Tukisema kwamba ile Sabato waliokuwa wanaifanya ni siku kuu, hapa huoni kama lugha hizi mbili zinafanana.
Maana ile sabato ya kufa kwa Kristo ile ilikuwa ni sikukuu, haikuwa sabato ya Jumamosi ya kawaida. Na tutaona katika Luka anasema ikakaribia sikukuu hizi za mikate isiyotiwa chachu na Pasaka. Tunaona kwamba kinachoongelewa wakati wa Kristo kipindi alichokuwa na uwawa ndio hiki kipindi ambacho kilikuwa na siku tatu. Pasaka siku ya kwanza ya Pasaka, siku ya pili ya mikate isiyotiwa chachu na ikaangukia Jumamosi sasa kwa sababu alikuja kufufuka Jumapili. Kwa hiyo tunaona siku tatu za kupumzika pale. Kuna siku ya Pasaka, siku ya mikate isiyotiwa chachu na siku ya tatu ilikuwa ni Jumamosi ya kawaida kwa sababu tu zimepangana. Alafu akafufuka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kwa hiyo tunaona zile siku tatu alizozisema zimetimia na zote zilikuwa za mapumziko na zote zilikuwa sabato. Zilizopangana. Ni kama ambavyo huwa tunaangalia unakuta siku ya Ijumaa Kuu tuna mapumziko. Unakuta uendi kazini. Siku ya Jumamosi inajiunganisha humo kwa sababu Jumamosi watu kimsingi walio wengi waende kazini. Na Jumapili naye inakuwa Pasaka. Na Jumatatu ya Pasaka. Unakuta kwamba kuna sikukuu zimejipanga tu nyingi lakini zote zinaangukia katika kipindi kimoja kinaitwa Pasaka. Kwa hiyo ndicho kilichokuwa kinaendelea ambacho kimepingana na hiyo ya kusema kwamba alikufa Ijumaa jioni alafu akakaa siku moja alafu Jumapili akafufuka. Unaona kwamba alikuwa na huoni hiyo Ijumaa jioni anayesema haifanani na habari za Pasaka zinazoongelewa kwenye Biblia. Hem tuende katika kitabu cha Luka mlango wa 22. Tuweze kumaliza hizo habari. Luka 22. Kwa hiyo tuko tunaangalia hoja kwamba Ijumaa Kuu imetengenezwa. Ni siku ya wanadamu kwa makusudi kabisa na tutaona kwa nini. Mlango wa 22 Luka anasema hivi. Mstari wa kwanza anasema ikakaribia siku Luka 22:1 anasema ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka na wakuu wa makuhani waandishi walikuwa wametafuta njia ya kumuua maana walikuwa wakiwaogopa watu. Tunaona kwamba Yesu Kristo anakuja kuuawa katika hizi siku ambazo tunaziona zimepangana hizi. Ndizo zinatengeneza hizo sabato. Kwa sababu haikutokea kipindi chochote kile. Haikutokea kwenye Ijumaa tu yoyote ile. Ilitokea katika kipindi cha Pasaka ambazo zilikuwa zinatanguliwa na Pasaka, siku ya kwanza ya kuchinja kondoo au mbuzi, siku ya pili ya mikate isiyotiwa chachu na kwa mahesabu yale ikaangukia na Jumamosi. Na nafikiri Mungu alifanya makusudi na ina taswira kwamba wakati Kristo yuko anateswa yuko kaburini na Biblia inasema alienda mpaka katika jehanamu ya moto kwa ajili ya kulipa dhambi ambayo mimi na wewe tungeweza kuhukumiwa. Anaiweka katika siku zenye mapumziko kwa taswira kwamba tunatakiwa sisi tupumzike kazi ya ukombozi, yeye aifanye. Afanye ukombozi. Ndio maana ya hiyo kwa nini Mungu unaweza ukaliona hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba ile siku ya Jumamosi ya Ijumaa Kuu imetengenezwa sijui sababu moja kwa moja lakini ukienda katika kitabu ni swali kwamba je, kwa nini basi vitu viko wazi namna hii? Siku tatu mchana na usiku lakini watu wanatengeneza tu siku moja na nusu. Au siku mbili za usiku na mchana mmoja. Kwa nini? Cha kwanza ni kuitweza kazi ya Kristo. Kuishusha tu. Kristo aonekane hakufanya alichokuwa anakisema na alichokitenda havifanani. Kwa hiyo yamkini ni muongo. Kwa sababu yeye amesema siku tatu mchana na usiku. Alafu inaonekana amekaa siku moja tu na nusu au usiku mbili na mchana mmoja. Basi sio lazima kuamini Biblia. Sio kinachosema kinatimia. Ndio maana ya kwanza. Lakini pia kisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 15 kuna kitu kinaitwa wanafundisha mafundisho ya wanadamu. Wanadamu tu anaamua anafundisha vitu vyake. Ambavyo sio vya Biblia. Anasema watu hawa Mathayo 15:8 na 9 anasema watu hao ni abudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na maana anaamua tu anafundisha mafundisho yake. Lakini lengo la pili ndio hilo au la kwanza kuitweza kazi ya Kristo au kuicontradict au kuipinga kazi ya Kristo. Kristo anasema nitakaa siku tatu, wao wanasema hapana siku moja na nusu. Ukisoma katika Marko 7 twende pale kwenye Marko 7 tufunge hii hoja. Marko 7. Kwa tunaona Yesu Kristo hakufa siku ya Ijumaa Kuu, iko wazi. Alikufa Jumatano jioni. Kwa hiyo ukihesabu Jumatano jioni ukahesabu mpaka Jumamosi jioni anafufuka akiwa ametimiza siku tatu mchana na siku tatu usiku. Twende katika kitabu cha Marko tuangalie kitu kingine ambacho Kristo anakisema. Marko 7:13 anasema, Marko 7:13 anasema,
Kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari wa 13 anasema hivi. Anasema nitakuwa sawa niko pale. Anasema alikuwa ameanzia nyuma kidogo lakini anasema huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawa sawa na hayo ya namna hiyo. Yesu anasema wanadamu alikuwa anaongea na watu wa dini hapa. Mna tabia ya kuitengua maneno ya Mungu kwa mapokeo yenu wenyewe tu, mnajitengenezea sikukuu ya Ijumaa, mnajitengenezea sikukuu fulani, lakini mkiwa mnatengua makusudi ya Mungu ya Pasaka ya ukombozi, ndio mstari huo. Kwa hiyo unaona kwamba wanadamu wanafanya kwa makusudi mengine pia. Hem tuone katika hoja nyingine inayopatikana kuanzia mstari wa 32 mpaka wa 37. Tumetoka 31 pale. Hoja inayofuata ya 4 inasema na hii ni hoja kubwa kwa kweli. Labda naweza kusema ndio nabeba ujumbe wa leo mkubwa. Anasema kama kondoo wa Pasaka Yesu hakuvunjwa mfupa. Ni hoja kubwa kwa sababu ukombozi wa mwanadamu uko katika kifo cha Kristo. Na kufufuka kwa kile ule mchakato wote wa Yesu Kristo kuchukua mwili akachukiwa na wanadamu wa dhambi, akafa kwa ajili hiyo, akafufuka na ikiwa inachukua taswira ya Pasaka. Pasaka ilikuwa ni ukombozi. Ni wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri kwenye utumwa ambao taswira yake ndio utumwa wa dhambi wa wanadamu na hukumu. Ilibidi wamchinje mwana kondoo au mwana mbuzi, wachukue damu waweke juu ya miimo ya milango ya nyumba zao, na kwa vile wa Misri walikuwa hawakufanya hivyo, hawakuwa wanakombolewa, wa Misri wakafa watoto wao wa kwanza na wanyama wa kwanza kuzaliwa na nini, wana wa Israeli wakabaki salama. Lile pigo likawafanya waachiliwe waondoke. Kwa hiyo yule mwana kondoo, ile damu ndio iliyo waokoa, of course kwa nguvu ya Mungu. Ile mtu yote ambaye hakuwa na damu pale kwenye miimo ya milango yake alipata msiba. Sasa vile vile tunaona hoja kwamba Yesu Kristo damu yake hiyo ndio inayotukomboa, kama vile ambavyo damu ya wanyama ilivyokuwa inawakomboa watu kutoka katika utumwa Misri, katika utumwa na katika misiba ambayo ilikuwa inawapata wengine. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo anatoa wanyama, anaweka kondoo. Na tumeona kwamba ilifanyika wakati wa Pasaka, wakati wa mikate sio chachu na Pasaka. Sasa tunataka kipengele hiki kinatuonyesha kwamba Yesu Kristo hakuvunjwa mfupa sawa na yule kondoo au yule mbuzi aliyekuwa anatumika kama ukombozi kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo inatupa taswira kamili kwamba Yesu Kristo ukombozi wake unachukua nafasi ya yule ambaye alikuwa naye havunjwi kama Yesu Kristo. Hem tuende katika mstari ule wa 32. Tuende katika Yohana 19:32. Biblia inasema basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa amesema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Mstari 36, kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie. Kwamba hiki kitu hakika kinatokea kwa mara ya kwanza, ikiwa kishaandikwa huko nyuma. Hapana mfupa wake utakaovunjika. Kwa hiyo ilikuwa imeshapangwa kwamba Yesu Kristo asivunjwe mfupa. Tutaona kwa nini asivunjwe mfupa. Na tena andiko lingine la nena watamtazama yeye waliyemchoma. Kwamba alifanywa vitu viwili. Asivunjwe mfupa kwa sababu neno andiko litimie. Lakini pia achomwe ili kusudi ilije litimie kwamba walimtazama waliyemchoma. Hayo mambo mawili yanatokea hapa. Hem tuende katika kitabu cha Kutoka mlango ule. Huu mstari muhimu sana. Tujaribu kusoma wote. Kutoka 12 tusome 46. Yesu hakuvunjwa mguu. Kutoka 12. Kutoka 12
Anasema mstari wa 46 Kutoka 12:46 Biblia inasema anasema kwa habari ya yule mwanakondoo, yule Pasaka yule, na aliwe ndani ya nyumba moja, usichukue nje ya nyumba nyama yake yoyote, wala msivunje mfupa wake uwao wowote. Huyo ndo Pasaka ambaye tunaona Yesu Kristo anakuja kuchukua nafasi yake. Anaichukua nafasi vile vile. Anamwaga damu yake, havunjwi mifupa sawa sawa na huyu Pasaka. Aliwe bila kuvunjwa mfupa. Maana yake chukua mnyama kwa kawaida huwa unavunja tena ndani ya mfupa unaukatakata vipande, lakini yeye inabidi aliwe hivyo hivyo na lile skeleton lake libaki hivyo hivyo kama Yesu Kristo hakuvunjwa mfupa. Lile andiko litimie. Na ni uthibitisho kwamba kuna ufanano wa kutosha tu hapa. Wa moja kwa moja. Tusonge mbele kidogo. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo anatimiza vigezo vya kondoo wa Pasaka. Tusome katika kitabu cha Hesabu sheria ya Pasaka nyingine. Hesabu mlango ule wa 9. Hesabu 9 mstari ule wa 12. Hesabu 9:12. Kuna sababu hapa hatusome historia. Tuna sababu pia hii inatakiwa tuongeze sababu kwa nini tuweze kumpenda Yesu, kwamba alifanya kazi ambayo ingeweza kufanywa na wanyama, yeye akaifanya yeye. Na wao walikuwa wanaifanya kila mwaka. Kwa hiyo unakombolewa mwaka huu na mwaka unaofuata unakombolewa na yani ilikuwa haina mwisho, lakini Biblia inasema yeye aliingia patakatifu mara moja, ukombozi wake ukawa wa milele. Akatuondolea mzigo wa kukaa tunahukumika kila mwaka, akatupa ukombozi udumuo hata uzima wa milele. Kwa nini tusimpende Yesu wa namna hii? Kwa nini tusimtii Yesu wa namna hii? Kwa nini tusimsikilize Yesu akinena eneo? Hesabu 9:12 Biblia anasema wasisaze kitu chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mfupa wake, kama hiyo sheria yote ya Pasaka ilivyo ndivyo watakavyoishika. Kwa hiyo tunaona sheria ya Pasaka ni kuto kuvunja yule mnyama wanayemla Pasaka. Vile vile na Yesu Kristo anaitimiza hiyo sheria ya ukombozi wa Pasaka. Twende katika Zaburi ya 34. Zaburi ya 34. Kitabu cha Zaburi mlango ule wa 34, some mstari wa 20. Anasema Zaburi 34:20, Biblia inasema huihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Daudi naye anakuja kuyaona katika roho akiwa anaongea habari za Yesu. Kwa hiyo inatoka kuwa hawa kondoo wa zamani inakuja baadaye. Zaburi inaandikwa baadaye. Daudi na Isaya hasa wawili waliongelea sana habari za ujio wa Yesu Kristo, habari za kuteswa kwake, ukombozi wake utakavyokuwa. Moja wapo ambayo inanenwa hapa na Daudi ni kwamba anaona kwamba hatavunjwa mfupa. Kwa hiyo sio ile tena ametoka kuongelea habari za wanyama na kondoo, anaongelea habari za Kristo. Anaongelea habari za Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tuangalie sasa maana yake katika maisha yetu ya kila siku. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 5, twende haraka. Wakorintho wa kwanza 5:7 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 5:7 anasema basi, Wakorintho wa kwanza 5:7, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Tunaona kwamba sasa tumetoka katika kuwa na Pasaka zile za zamani za sherehe za kuchinja, tuna Pasaka ambayo ni Kristo, na anasema hiyo Pasaka yetu tunasherekeaje? Kwa kutoa chachu ya kale, kwa kutoa maisha machafu na kumfanania Kristo. Kwa hiyo anasema Kristo wetu ameshatolewa sadaka, basi tuifanye sherehe, lakini iwe ni sherehe ya weupe wa moyo. Mstari wa 8 anasema
Mstari wa 8 anasema basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyochachika ndio weupe wa moyo na kweli. Anasema tunapokuwa tunakuwa katika Pasaka mpya sasa ya Kristo ambao tumeithibitisha kabisa kwa maandiko ya kutosha kwamba lazima iwe ni sadaka ya wema, ya usafi wa chachu ni nini? Anasema tuondoe chachu. Chachu katika Biblia ni unafiki. Muda wote. Chachu ya pili ni dhambi kwa ujumla wake. Chachu ya tatu ni mambo kama hayo. Lazima hivyo vitu vipungue katikati yetu. Mkini unaweza usivimalize. Hivi ni vigumu sana kuishi bila kuwa mnafiki. Biblia inasema tabia ya mwanadamu ya asili tumezaliwa tuwe wasengenyaji, wanafiki, waongo, wa binafsi, wajivuni. Lakini tunapoendelea kusikia maneno kama haya na tukidaiwa na neno la Mungu, nadhani ni rahisi sana kuvifanya. Anasema ukisema ndio ni ndio, sio. Mnafiki anakuambia ndio akimaanisha sio. Au basi anakuambia ndio akimaanisha ndio. Huwezi ukajua anamaanisha nini. Kwa hiyo Biblia inatuambia tuiondoe chachu ya kale ambayo tumeona chachu maana yake mbili ni dhambi, maana ya pili ni unafiki. Hiyo sikwenda kwenye Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 7 Ufunuo mlango wa kwanza 7 twende haraka kidogo nifunge hii hoja Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 7 Biblia inasema anasema anasema tazama iwaje na mawingu na kila jicho litamwona na hao waliomchoma. Na kabila zote za dunia wataomboza kwa ajili yake na amina. Hiki kitendo tunaona kwamba walioacha kumvunja miguu kwa sababu ilikuwa Mungu anataka Pasaka ikamilike itimie ya Yesu Kristo walitafuta mbadala wakamchoma ubavuni kutoka damu na maji. Anasema sasa katika ujio wake wa pili wale waliomchoma wanao watakuwepo wakiwa wanamwangalia. Sijajua maana yake kamili lakini nimeona maneno yanafanana nikasema nielete pamoja. Tutajifunza huko mbele safari. Ukisoma katika kitabu cha Zakaria mlango ule wa 12. Jamani tujifunze kuisoma Biblia yetu. Leo dunia imelewa dhambi kwa sababu haijui Biblia. Ndio sababu. Dunia imelewa dhambi. Dunia imelewa matatizo kwa sababu haijui kweli ya Mungu. Kwa hiyo tukibahatika kufundishwa maneno haya basi tuyashike vizuri na tuweze kufaidika nayo. Biblia inasema katika kitabu cha Zakaria mlango wa 12 mstari ule wa 10 anasema nami Biblia inasema Zakaria 12:10 anasema nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba nao watamtazama yeye waliyemchoma. Hayo maneno yalikuwa na neno zamani wakati wa Zakaria miaka karibu 500 kabla ya kuja kwa Kristo. Kwa hiyo Biblia sio kitu kinachoshtukiza. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwepo kabla ya kuumbwa kwa dunia. Na Biblia inasema Kristo ni mwana kondoo aliyekuwa ameshachinjwa. Hata watu ambao hawakumuona Yesu kama sisi katika macho ile damu yake ambayo ilishakauka ilimwagika ndio lakini sisi hatukuiona. Hiyo damu inakomboa kila mtu yeyote ile aaminie. Awe ni aliyekuwepo kabla haijamwagika na aliyekuwepo baada ya kumeshamwagika haionekani bado inamkomboa kwa sababu ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona Zakaria anasema kwamba ili tukio la kumchoma litafanyika na watamtazama na tunaona katika kitabu cha Ufunuo. Tuende katika hoja ya mwisho ya leo inayosema kwa hiyo tutaweza kumaliza mlango wa 19 leo. Ikija tutakuwa kwenye mlango wa pili kutoka mwisho mlango wa 20. Anasema hoja inasema wanafunzi wa asili wa Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi lakini walikuwa wa asili wanajificha. Leo hii ndivyo ilivyo. Juzi tulihubiri somo dhidi ya nabii waongo aliyekufa anaitwa TB Joshua. Watukanaji walikuwa wengi, we don't care. Mimi nikihubiri somo alafu nisipotukanwa huwa naanza kujiuliza nikasema nimekosea wapi sasa? Mimi nisipotukanwa nikihubiri somo lolote huwa ninajiuliza kuna kosa nimelifanya. Haiwezekani
Hawa watu wenye kuamini nabii za uongo wasione tatizo katika mahubiri yangu. Vyote vile nimefanana nao. Tunaongea lugha moja. Sasa hicho ni kibaya. Kwa hiyo watukanaji walikuwa wengi. Lakini kuna watu pia walikuwa wanafurahi kwa sababu tumemtaja waziwazi na tukathibitisha kwa maandiko mengi kweli kweli dhidi ya nabii wa uongo anaitwa TB Joshua aliyekufa. Lakini hawakuweza kuwa na uwezo wa kutoka na kuongea. Mwingine alikuwa anapita nyuma na kutumia message, mtumishi Mungu akutie nguvu, atakupiga mawe na nini, lakini haweza akasema, anaacha wale wanaokutukana wanatukana, lakini yeye anapita nyuma anaanza kupongeza sirini. Sio mbaya. Kama ilimpata wakati wa Yesu haina ubaya hata ikitupata hata sisi. Na tukienda kinyume na Yesu maana yake tutakuwa tunapita njia iliyokosewa basi. Kwa hiyo tunaona wanafunzi wa asili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kuomba tusiwe wanafunzi wa asili. Hawana faida. By the way, wanafunzi wa asili wa Yesu Kristo utakapokuja kipindi cha mpinga Kristo ndio watakaoteswa zaidi. Kimsingi. Wale wa waziwazi hawatateswa. Wale wa asili ndio watakaoumia. Anasema katika kitabu, twende katika Yohana katika kufunga sasa. Yohana mlango wa 19 mstari wa 38, Biblia inasema hata baada ya hayo Yusufu wa Arimataya naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri kwa hofu ya Wayahudi alimwomba Pilato ruhusa ili amuondoe mwili wake Yesu, na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda kaondoa mwili wake. Kaenda Nikodemu naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, yule naye alienda kwa siri. Hao wote ni wasirisiri hao. Mmoja anaingia usiku, mwingine anaenda kimya kimya hivyo, lakini wote ni wanamwamini Yesu. Jamani, ni hasara. Ni bora uwe mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa asili kuliko kutokuwa mwanafunzi kabisa. Lakini bora zaidi kuliko vyote ni kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo wazi. Basi anaendelea anasema akaenda Nikodemu naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, kaleta mchanganyiko wa manemane na udi yapata ratili 100. Basi wakautoa mwili wa Yesu, wakaufunga ndani ya sanda ya kitani pamoja na yale manukato kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani na kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Basi kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Leo hii tumeona kwamba kuna watu wengi wanaiamini Biblia, wanaamini neno la Mungu, wanaamini lakini wanajificha. Mwingine anajificha nyuma ya ndoa, anasema ndoa yangu mume wangu hataki nikasali katika kanisa lenye kuhubiri Biblia. Ni wanafunzi wa siri. Tushapelekea watu wengi, unakuta hasa akina mama, unakuta na jina la Kiislamu lakini moyoni ni Mkristo. Mtumishi tumeona wangapi wa hivyo? Wengi sana. Na hata akina baba unamkuta ana jina la Kiislamu lakini kwa sababu tu ya kufiti kwenye jamii inayomzunguka, lakini anakuambia mimi ni Mkristo moyoni, naamini kila kitu. Wanafunzi wa siri. Huyo ana shida sana. Kitu chochote cha siri. Hebu niulize akina mama, ukibeba ujauzito wa waziwazi na wasiri, upi ni rahisi kuubeba? Wa waziwazi. Wapo wanaobeba za asili. Aya, ukiwa una fanya jambo lolote, sihitaji kwenda kwa mtu katika Biblia itatufafanulia. Soma katika Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza, tunamuona kuna yule Nikodemu anamwijia usiku. Sihitaji kwenda kule. Kwa hiyo tende kwenye Yohana mwanzoni pale tuone wanafunzi kadhaa wa siri na itufundishe tuache kuwa wanafunzi wa siri wa Yesu Kristo. Kabisa. Tuwe wazi. Biblia inasema yeyote atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika. Hao wanafunzi wa siri, mstari unawasaidia huu? Hana. Japo baadaye tunaona wanapata ka ujasiri. Yusufu alikuwa mtu wa Arimataya, alikuwa msirisiri, mtu wa muamini anamwamini Kristo, lakini baadaye anapata ujasiri kuliko hata kina Petro. Ninakuomba na wewe kama ulikuwa kama Yusufu wa Arimataya mwoga, ufike sehemu fulani utoke hadharani umzidi hata Petro. Kwa hiyo tusikae sirini muda wote. Sirini sio kuzuri jamani. Biblia inasema Yohana mlango ule wa 7 mstari wa 47 anasema, Yohana 7:47 anasema hivi, tuko tunafunga tu. Yohana 7:47
Anasema basi Mafarisayo wakamjibu, je, ninyi nanyi wakawajibu, je, ninyi nanyi mnadanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa wasioifahamu Torati wamelaaniwa. Hawa Mafarisayo wanawapanikisha watu, wanawaambia nyinyi mmeshalaaniwa. Mstari wa 50 akawaambia Nikodemu, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikiliza kwanza na kujua atendavyo? Unaona, yuko amejificha, amepingana nao, ni mmoja wao, yuko katika baraza la Mafarisayo, lakini angalau analeta ka utetezi, anasema sasa mnataka kumhukumu Yesu. Je, tuna Torati inayomhukumu mtu bila kumsikiliza, bila kumthibitisha kwamba kweli amekosea? Nyinyi mnaanza kumhukumu, kidogo anaanza kupingana nao. Unaona ni mtu wa siri. Ndivyo Wakristo wa leo walivyo. Anamtaja Yesu akiwa peke yake, lakini hawezi kumtaja katika na haishi kumtaja Yesu mdomoni. Leo wanaomtaja Yesu mdomoni ni wengi. Si wote wasemao Bwana Bwana watakaoona ufalme wa mbinguni. Bali ni wale ambao wako tayari kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu la kwanza watu wote waokolewe. Anasema katika watu tunamuona twende Yohana hiyo. Yohana tulikuwa 7, tuko tunafunga. Yohana 7 tusome mstari wa 13 anasema. Yohana 7:13 anasema hivi. Yohana 7 tuanzie 12 anasema hivi. Yohana 7:12 anasema hivi. Kukawa na manunguniko mengi katika mkutano juu yake. Wengine wakasema ni mtu mwema na wengine wakasema sivyo, bali anawadanganya makutano. Kwa hiyo kulikuwa kuna mkanganyiko. Wengine wanasema ni mtu mwema, wengine wanasema huyu ni muongo tu Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo. Leo hii na sisi tukihubiri ndivyo ilivyo. Wengine wanasema tunasema kweli, wengine wanasema huyu anawadanganya, huyu ni shetani tu amejitokeza. Mungu awasaidie tu, awatetee na waombea kwa Mungu tu, asiwahukumu kwa kutokujua. Na wengine wakasema sivyo, bali anawadanganya mkutano. Mstari wa 13 tulikuwa na utafuta 13 anasema walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi kwa sababu ya kuogopa Wayahudi. Leo hii watu wako tayari kuitaja Biblia waziwazi. Leo hii watu wako tayari kuishi Biblia waziwazi katika maisha ya kila siku. Leo watoto kama Biblia inavyosema, watoto wametoka kwa Mungu. Mtu anataka apate watoto kwa Mungu awalee kwa sheria ya dunia. Ni unafiki huo. Leo Mungu mtu anataka anaomba apate mchumba, apate mke, apate mume, anamuomba kwa Mungu, akishampata wanataka waendeshe ndoa ile kidunia. Ni uongo, ni unafiki. Mtafute duniani, muishi kidunia. Na huwa zinadumu zaidi. Kosea mtafute kidunia, mtafute kwa Mungu muishi kidunia itakufa. Kwa sababu Mungu hataki kuchanganyiwa mambo. Anasema mimi nataka vya moto viwe vya moto, vya baridi viwe vya baridi. Kwa hiyo tunaona watu walikuwa wanaogopa kuna mstari mwingine huko kwenye Yohana mlango wa 12 anasema mstari wa 42 anasema hivi, walakini hata katika wakuu walikuwepo wengi walioamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri wasije wakatengwa na sinagogi. Leo hii ndivyo watu walivyo. Leo hii hata ukienda katika makanisa makubwa haya. Leo hii Mkatoliki, mimi nishasema nawapenda sana Wakatoliki. Kwa kweli ninawapenda kweli kweli. Kabisa. Ila nauchukia Ukatoliki kama ninavyochukia jehanamu. Wala siwezi ngasema, yani ule utendaji wao, viongozi wao wale nawachukia kipimo cha chuki. Lakini nawapenda Wakatoliki. Na ndio sababu tunawahubiri Injili na wengi wanatusikia vizuri tu. Leo hii ukiwa Mkatoliki ukatembea na Biblia kwenda nayo kanisani, huwezi ukapata cheo kwa sababu utaonekana kama sio mwenzao. Sasa huku wanataka kumwamini Kristo lakini hawataki kuonekana na hiyo Biblia, wanataka uonekane na kitu kinaitwa misale. Unafiki kwanza. Lakini ndio huko kuogopa wakuu wasije wakakutenga na sinagogi. Mimi nilipokuwa Mkatoliki nilikuwa na Biblia yangu ya SUV ile Standard Union Version. Hii tunayosoma. Bana nilikuwa naangaliwa macho mabaya.
Yaani ukienda nayo mle wanakuangalia huyu sio mwenzetu. Sasa unajiuliza Biblia ndio neno la Mungu. Mungu huyo ndio mnasema mnakusanyika kwa jina lake na mnafanya vitu vingi sana na sherehe nyingi. Halafu mtu akija na Biblia mnamchukia sasa. Kitu cha ajabu kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na wawazi mbele ya Kristo. Biblia inasema msiogope wanaoua mwili. Msiogope wanaoua mwili ambao hawawezi kufanya kitu chochote. Wewe muogope yule Mungu mwenyewe ambaye anaweza akaua mwili akaua na akatupa na moto katika jehanamu. Biblia inasema. Najua ni vigumu sana kukuambia maneno haya ukaelewa ukayakubali, lakini baadaye kama ilivyokuwa wakati wa kina Yusufu al-Mataya na nini, baadaye tutaelewa tu. Tutaelewa. Ukisoma tufunge kwa mstari ya mwisho hii mlango wa 19 mstari wa 38 Biblia inasema Yohana 38 Yohana 19:38 anasema hata baada ya hayo Yusufu wa Mataya naye wanafunzi wa Yesu kwa asili ndo anaenda na mzika. Hawa watu wanatokea. Yesu hakuwa hawa watu hawakuwa kwenye kundi la wanafunzi. Naomba nisitize kaoja kadogo ndani ya hoja. Tusipange sana kufa kwetu na kuzikwa kwetu. Yesu mpaka anakufa alisema habari za kufa lakini hajawahi hata kuambia kina Petro mimi nitakapokufa muwe tayari jitahidini muwepo mkanizike. Leo hii watu wanapanga vya kutosha kabisa watazikwa wapi? Wengine wananunua na sanda zinakuwa coffin Kiswahili chake nini? Nani? Jeneza. Majeneza yanakuwa tayari. Wengine wanakuwa shanunua na ardhi na alishapanga kabisa atakapozikwa. Yesu Kristo hakupanga lakini baada ya kufa kwake wanatokea watu. Wanatokea hata wale waliokuwa waoga. Kwa hiyo sio uwezo kusema sio kitu kibaya sana, uwezo kusema kwamba ni jambo baya lakini wanadamu wanapanga sana kuzikwa kwao kuliko kuishi kwao. Yaani mipango ya kufa kwake. Leo hii mtu anakuambia sasa toka kwenye kanisa nitazikwa na nani sasa? Yaani haangalii wokovu, anaangalia kufa. Na tukubaliane. Leo hii kuna vyama vya kufa na kuzikana. Unakuta mtu anachangia hela yake ya kufa. Kwamba ya misiba ya kufa. Sawa, lakini je, unahakika kwamba kwanza uko hai? Kwa nini unawekeza tusome mstari wa kufunga kabisa unaosema uko kwenye Mathayo Yesu akishauri lakini kama tuna uwezo wa kupokea ushauri wa Kristo, tupokee ushauri wa Kristo. Anasema Mathayo 22 mstari ule wa 32. Mathayo 22:32 Biblia inasema ushauri muhimu sana, anasema hivi: Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Maana yake ni nini? Usiangalie huduma ya Mungu katika kufa kwako zaidi, haina ubaya, lakini angalia huduma ya Mungu katika uhai wako, katika uzima wako. Kwa sababu Mungu anashughulika na walio hai, hana shughuli na walio kufa. Kwa hiyo tuwe makini na hilo. Tuangalie uhai tunaongelea ni nini? Ni uzima wa milele, ni wokovu. Ni mara 100 utengwe na hilo kanisa ambalo unahisi ndio litakuzika, sijui padri atakaye kuzika, uwe na uhakika kwamba nimepata wokovu. Yes, nicho cha muhimu zaidi. Lakini wanadamu wanashughulika sana na kufa, atazikwa wapi? Watu wangapi watakuja? Niliwahi kumsikia mtu mmoja si ni mchungaji si kabla gani wa makanisa ya mwendokasi. Anasema nataka siku nikifa Afrika yote ijue, watu wote watoke mabara yote, nchi zote waje kunizika. Nadhani hata hapa Tanzania, hata hapa Dar es Salaam akifa hakuna naye mjua. Yaani mkamia maji hayaji. Wewe unamdanganya Mungu kwamba uko unahubiri injili ya uzima, lakini unania katika habari za kufa. Hilo sio lengo la msingi sana. Basi tuishia hapa mlango wa 19 tuishia hapa. Tunapokutana tutaenda mlango wa 20 kijana. Mungu awabariki. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba Baba likatufundishe, na tunakushukuru kwamba tumeweza kusikia maneno haya. Ukaweza kugusa kila mmoja kwa jinsi itakavyokutukuza wewe mfalme, na kwa jinsi itakavyowasaidia watu wako
Nakushukuru kwa upendo huu Mungu wa mbinguni. Asante Yesu Kristo, ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunapokea. Amen.